Tajiri wachache mno katika dunia ambao wana mapenzi na klabu na akaweka hela kwenye klabu wanaoipenda. Shabani, nasikia kuwa tarehe 30 muna mkutano mkubwa wa Simba Sport Club. Labda tunahitaji walau kidogo hutujulishe kwa faida ya wanaotutazama na kwa faida pia ya wapenzi wa Simba Sport Club, mashabiki wakubwa wa Simba ambao wanapatikana sehemu mbalimbali duniani huko, uwajulishe kwamba falsafa ya kikao hicho labda kwa uchache ni kitu gani? Nini ambacho mnaenda kuadhimia? Kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu nimebahatika kuwepo mpaka leo. Sijajua Jumapili parefu sana. Mpaka katikati unaweza ukaondoka ukasikia ndugu yetu Bwana Shabani kaondoka, kwa hiyo ndo kama hivyo. Lakini nashukuru Mwenyezi Mungu mpaka leo Jumatano niko salama, mkutano Jumapili. Cha kuzingatia katika mkutano, kwanza hakikisha umelipia kadi yako. Kadi yetu kwa mwezi shilingi 1000, kwa mwaka 12,000. Lipia kadi yako ufike kwenye mkutano ukiwa mwanachama hai. Mimi nishalipa ya kwangu. Lakini lingine, mkutano na ndo unaoweka uamuzi. Huu mkutano wetu wa mwaka. Mkutano wa maamuzi. Yani mkutano wa mwaka. Tunaenda kupeana taratibu zote za mwaka huu, tumefanya nini, tumejipangaje, kila kitu. Kwa hiyo mwana Simba, kama una kadi ya klabu ya Simba, mkutano Diamond Jubilee, jitahidi lipia kadi yako, ufika kwa wakati, twende tukajadili kila ambacho kimewekwa katika agenda za mkutano huo. Nimeona kuna baadhi ya vitu ambavyo tutaenda kuvijadili. Inaonekana tutajadili mambo ya mzabuni zaidi ya mmoja, lakini nimeona vile vile tutajadili mamlaka ya mwenyekiti wa klabu ya Simba ambayo yuko upande wa wanachama. Kuna vitu vinabidi lazima viweza kujadiliwa, ikiwezekana mwenyekiti wetu na yeye awe na nguvu kama yeye bila kushirikiana na bodi, then aitishe mkutano na aweze kufanya uamuzi. Kwa hiyo hamna mtu atakayeliamua ili isipokuwa wewe mwanachama kufika katika mkutano. Kulalamika tu nje haifai. Lazima ufike katika mkutano ili tuweze kujadili wote. Kwa hiyo kila mwana Simba mwenye kadi yake alipie kadi yake afike katika mkutano. Kuna hoja ya mwenyekiti wetu, tunalalamika sana kila siku. Mwenyekiti wetu hana nafasi, hana nini. Na hiyo nimesikia sana. Nilitamani nikuuliza lakini vizuri umeingilia. Watu wanazungumza mengi. Mwenyekiti wa wanachama amekuwa kakaa tu, hana nafasi, kivuli kafanya nini. Kuna maneno mengi anasema, lakini mimi niwaambie tu wana Simba sasa hivi imekuwa klabu tofauti sana. Na utofauti wake umekuja baada ya mwekezaji Mohamed Dewji kuingia katika kuhakikisha anaipambania timu yake pendwa kutoka moyoni. Hatukatai wazabuni wengine zaidi, lakini je, wazabuni wanaokuja wa staili gani? Maana kuna watu wanataka kuleta wazabuni wengi, kumbe wazabuni wale wanakuja kwa maslahi yao binafsi, hawana chochote. Mwisho wa siku atatuletea mzigo tuliokuwa naye aone hao mloniingizia sio lolote na naye aondoke. Kipengele hiki wana Simba tuwe makini sana. Mohamed Dewji ndo mtu ambaye kaitoa Simba ilikotokea kwenye mambo ya ovyo mpaka tulipo hapa sasa. Tumepata heshima kutoka ya 87 mpaka nafasi ya 5 kwa sababu ya Mohamed Dewji Mo. Lazima tuwe wa kweli. Bila maana kuzungumza vitu ambavyo vipo vinavyoonekana. Sitaki vya question mark kwamba hiki kilikuwepo, huyu si kesho akija atakuwa hivi, sasa kubahatisha. Simba toka Mohamed Dewji kaingia madarakani, hatujamuona tajiri mwingine akija kuweka hela pale au kusaidia nje ya Mohamed Dewji. Nani? Kama kuna mtu anamjua anitajie huyo mtu. Hakuna. Simba ina njaa Mohamed Dewji. Simba inalaa Mohamed Dewji. Sijawahi kumuona mwingine anamsaidia Mohamed Dewji kama alivyokuwa anatusaidia toka kipindi hiko. Simba wanavaa jezi ya KK. Tunacheza mashindano ya kimataifa tunavaa KK. Mohamed Dewji anaiba, anatoa hela kwao, si kwenye kampuni yuko hela, kubali kampuni filizike, anasaidia Simba ya hali mbaya. Tumeenda naye kaja kuomba, anataka kuweka hela. Na tumekubali toka kaweka hela. Hatujapata maendeleo hayo kama wanavyotaka sisi viwanja nini. Lakini tuzungumze ukweli. Simba ya miaka ya nyuma na ya sasa sawa? Leo wachezaji wetu nimekwambia hapa, sasa hivi mchezaji wa Simba halali loji. Mipango ambayo kaileta Mohamed Dewji, huo ndio ukweli. Lakini ukiachilia hivyo, timu yetu inakaa sehemu sahihi. Inafanya mazoezi sehemu sahihi. Uongozi wa Mohamed Dewji katika uwekezaji wake sisi ndio tumepata uwanja wa mazoezi. Mwanzo kulikuwa na poli tu, tulikuwa tunachukuzana na mapanga. Ndugu yangu Kimwaga, Kamwaga yule alikuwa msemaji. Twendeni wana Simba, mwenye bodaboda, mwenye panga, mwenye shoka, tunakata, tukikaa miezi 6 nyasi zinaota tena. Kiwanja hakuna. Mohamed Dewji timu kubwa. Timu kubwa au uongo? Tuzungumze ukweli.
Yule bwana kaenda, kukosa kiwanja ni swala la aibu. Kaenda yule bwana katengeneza uwanja. Leo Simba ukiwataka mazoezi yao, Mo Arena uwanja wa Mo. Simba Bunju. Uwanja ni wa Mo. Jina limeandikwa Mo Arena Complex. Ila uwanja ni mali ya klabu ya Simba. Uwanja ni mali ya hapa yetu, kwa sababu yule bwana alichokifanya tukasema tuitwe jina hili kwa sasa Mo Arena. Inafanana na Magufuli stand. Yani kama Magufuli. Kwani Magufuli stand yake? Kwa hiyo tu watu kwa tumemba yule bwana sababu kuna vilabu vikongwe hapa vimezaliwa kabla sisi hatujazaliwa, uwanja wa mazoezi hawana. Sisi tumezaliwa 36. Kuna timu imezaliwa 35. Mkulungwa uwanja walikuwa na uwanja lakini. Wakulungwa huko wapi? Kuna uwanja hamna uwanja bado, sehemu watu wanaanza magari. Hivi timu kubwa inafanya mazoezi pale. Walishamiliki kiwanja. Watafanya wewe unavyoona pale timu kubwa inafanya mazoezi pale. Wewe unavyoona. Sasa hivi sasa hivi ile eneo wanakodisha gari inalala buku. Yaani mtu ukienda mjini unaacha gari sio 2000 unaandikiwa risiti, magumasha yanakaa. Sio wanalaza magari. 2200 mtu akaenda mjini pale parking hamna, anaenda kulaza pale. Kwa hiyo watu wa Simba naomba tuwe makini kwenye hiki kipengele. Kuna watu nasikia wanaenda chokochoko huko pembeni. Wanataka kuingiza watu wao kwa sababu ya maslahi yao. Mkutano ndio unaamua. Mkijichanganya ujue lawama hakuna. Kuna wengine hapo Shabani, kuna wengine wanasema kuwa nimekutana na baadhi ya mashabiki wanasema kuwa tunahitaji pia ofisi. Simba hatujui ofisi yetu iko wapi. Iko Msimbazi au iko Masaki. Baadhi ya mashabiki pia wanazungumza wasome katiba yao. Umeelewa? Kuna watu wanadharau, wasome katiba yao ile wanaosoma mbovu. Inasemaje? Simba ofisi yao sio lazima iwe pale. Sehemu yoyote inaweza kukaa ofisi. Ofisi ya Simba iko Masaki. Ofisi ya Simba iko Masaki. Iko Masaki. Makao makuu ya Simba ni Masaki. Makao makuu klabu ya Simba pale jengo lipo na pale ndo Simba ilipozaliwa. Mipango ya Simba na dokumenti zote ziko Masaki. Kama mtu hapajui aje hapa aseme. Na hiyo sio kama kuna mtu katengeneza, wasome katiba yao. Ofisi inaweza kuwa sehemu yoyote. Leo tunaenda kujenga ofisi Bunju. Simba si imezaliwa Ilala, iko Ilala. Tukajenga Bunju na ikatambulika kama ofisi ya Simba. Leo ofisi ya Simba Masaki ipo. Sawa. Na nimesikia wako kwenye mipango wanataka kujenga ofisi sehemu nyingine. Sasa hivi vitu tukienda katika mkutano, mambo ya kulaumu baada ya mkutano hayatakiwi. Lipia kadi yako tukutane kwenye mkutano. Wawekezaji wengi hatuwakatai, lakini lazima tuwachunguze wawekezaji hao. Je, ni kweli kuna watu wamekaa pembeni watakuja kumvuruga Mohamed Dewji Mo? Wana Simba tuwe makini sana hiki kipengele. Mohamed Dewji Mo kwa maisha ya mpira katusaidia. Kama unataka maisha yako binafsi ili mtoto wako asome hela atoe Mo, wewe na mkeo mwenye chakula hela atoe Mo, hapo utaona Mo hamna anachokifanya. Kama kwenye mpira tuzungumze ukweli, tuache unafiki. Mohamed katutoa kwenye giza. Lakini la pili, kuna kipengele nasikia wanataka kukiweka iko nacho cha kuonekana mwenyekiti wetu atakapoamua wanachama. Sasa na mimi mwenyewe niko upande wa wanachama, atakapoamua wakati wowote awe na nguvu asishirikiane na bodi, yeye kama yeye aitishe kikao cha wanachama na waende kujadili nje ya utaratibu wa bodi. Hiyo tusijikanyage, haifai. Anayetakiwi muamuzi awe yeye kama yeye. Mwenyekiti wa wanachama hata mimi ananiongoza. Ila kitu chochote bila mzigo huwezi kutoboa. Kuna watu wanatengeneza mazingira, wanataka kurudi kwenye madaraka, wanatengeneza mazingira, wanashawishi watu wachache ili mradi hao watu hawakubalie matakwa yao, ionekane mwenyekiti wa klabu yeye ndo ana mandate ya kila kitu. Kesho na kesho kutwa watu wapeane channel wakati hawana hela. Mpira pesa. Tunaona. Si unaona Mimi mwenyekiti wa mpira pesa. Falsafa yangu, kama una hela huwezi kuongoza klabu yetu. Kama una hela huwezi kuongoza. Utatuongozaje? Kwani shida tunaoipata kwa sababu gani? Una hela. Mohamed Dewji cabinet yake ana uwezo. Simba tukiwa na shida anatoa mzigo. Si umeelewa? Hata kama hela sio kila kitu. Kuna wakati inahitajika mawazo. Lakini mawazo peke yake mfukoni una mbumba huwezi kutoboa. Si umeelewa vizuri? Sasa hiki kipengele kinachoenda hiki, hatukatai mwenyekiti wetu kuwa na nguvu. Lakini je, mwenyekiti huyu nguvu atakayokuwa nayo baadaye sija akaitisha mkutano akawashawishi baadhi ya watu wakasema tajiri huyu hatumtaki? Kwa sababu mimi najua watu wa mipira hao
Mtu akipewa 2000 akienda kwenye mkutano anabadilika. Tutamkosa tajiri ambaye kwanza ana mahaba na klabu. Tutamkosa tajiri ambaye ana mapenzi na klabu yake toka akiwa mdogo. Tutamkosa tajiri ambaye ana hela kuliko hao wanaowafikiria wao. Mohamed Dewji Mo toka akiwa mdogo ni Simba Sports Club. Matajiri wachache mno katika dunia ambao wana mapenzi na klabu na akaweka hela kwenye klabu anayoipenda. Leo nikikwambia unisabie dunia nzima hawafiki 10. Wengi wanaenda kuweka kibiashara. Kwenye wachache manake na moyo. Mohamed Dewji kwenye wachache mimi naweza nikasema namba 1 au namba 2. Kwanza na mahaba na klabu yake. Lakini la pili, Mohamed Dewji yeye ni tajiri. Anasasampa. Tena vibaya mno. Hamna mtu analipinga hilo. Na yeye ndo katufikisha hapa tulipo mpaka wengine wanaitamani hii klabu. Simba bila sasampa maana hauwezi, na sio Simba mpira tu. Ndio maana tawi hili alibadilishwa jina Mpira Pesa. Kwa sababu bila pesa huwezi kutoboa. Hiyo ni falsafa ya mwenyekiti wa tawi hili la Mpira Pesa. Bila pesa huwezi kutoboa, ndio maana anahitaji Mo aendelee kukaa kwenye madaraka na aendelee kupewa ile haki ambayo Simba wanaitaka kuelekea katika mafanikio yao. Mimi naitwa Mpinga Shari, asante.